Karibu mtazamaji wa Mwambani TV. Siku ya leo na kwenda kukuletea simulizi ya mwanamapinduzi aliyebeba tabasamu jipya kwa Wanabukina Faso, na hapa namzungumzia Thomas Sankara. Mnamo mwaka 1983 wakazi wa Upper Volta, ambapo kwa sasa ni Burkina Faso, hawakuamka tu kwa sauti za bunduki na mitutu, bali pia kwa sauti ya kijana mwembamba mwenye tabasamu la kujiamini aliyeitwa Thomas Sankara. Tukio hili siku hiyo halikuwa mapinduzi ya kawaida kama yale ya Afrika ya kawaida, bali ilikuwa ni mapinduzi yenye nguvu na ya kiakili yaliyobadili kila kitu. Jambo la kwanza ambalo Sankara alilifanya halikuwa ni kujenga majumba, bali kubadilisha jina ya nchi yenyewe, ambapo namnukuu alisema kwa wananchi wake kuwa kuanzia leo hatutakuwa Upper Volta, jina walilotupa wakoloni, bali tutakuwa Burkina Faso, ardhi ya wanaume wenye haki. Na hapo ndipo safari ilipoanza. Sankara alikuwa mwaminifu kwa nchi yake, akitamani uhuru wa kweli kutoka kwa wakoloni waliobaki baada ya mabadiliko ya majina. Alikuwa na ndoto kubwa ambayo haikuwa kwa ajili yake tu au familia yake pekee, bali kwa ajili ya watu wake wote. Siku moja Sankara alikusanyika na mawaziri wake, ambapo wengine walikuwa wakiwazia magari ya kifahari kama Mercedes Benz yanayofaa nafasi zao mpya, lakini Sankara alifika katika chumba hicho akiwa na karatasi na kalamu, na kwa unyenyekevu alisema, namnukuu, "Tutauza magari yote ya kifahari ya serikali yaliyokuwa yamenunuliwa na rais wa awali, na mawaziri watatumia Renault 5, gari rahisi zaidi, kama gari rasmi." Lakini pia alipunguza mshahara wake binafsi kuwa takribani dola 450 tu kwa mwezi. Kuna wakati aliwahi kuulizwa kwa nini hakuweka picha yake kwenye mitaa kama kiviongozi wengine walivyofanya, na majibu yake yalikuwa haya rahisi sana. Alisema kuwa Thomas Sankara, milioni 7 katika nchi hii, mimi sihitaji picha. Hakutegemea misaada ya kimataifa kamwe, na alianzisha kampeni ya kupanda miti mitaani milioni 10 ili kuzuia kuenea kwa jangwa kuu la Sahara. Katika miaka michache utawala wake, nchi ilifika kujitegemea kwa chakula, jambo lililoonekana kama miujiza katika eneo hilo. Sankara pia alikuwa tishio kwa uwepo wa Ufaransa barani Afrika. Aliwalazimisha mawaziri na wafanyakazi kuvaa defani, nguo za utamaduni zilizotengenezwa ndani ya nchi, na alisema, "Nguo mnazovaa zinatoka wapi? Nje? Yule anayekula, anayekufunika ndiye anayekudhibiti." Lakini ghafla alikutwa na hila ya kikatili. Mnamo tarehe 15 Oktoba mwaka 1987, Sankara alikuwa katika mikutano na wasaidizi wake. Mara ghafla sauti za risasi zililia kutoka nje. Sankara alitambua kwamba rafiki yake wa karibu, Blaise Compaoré, alimsaliti na kuungana na Wafaransa ili kummaliza. Sankara aliinuka kwa utulivu akisema na kuambia wenzake kuwa bakini ndani, wao wananitaka mimi. Alitoka akiwa ameinua mikono yake juu, akapigwa risasi la moyo wazi. Akaona ni bora kufa kuliko kuona nchi yake ikivunjika ndani ya vita vya wenyewe kwa wenyewe kwa ajili yake. Thomas Sankara alifariki, lakini urithi wake haukufa. Alifariki akiwa na dola chache tu kwenye akaunti yake ya benki. Hivyo rafiki wa karibu wa Sankara ndo alikuwa mtu wa kwanza kumuangamiza Sankara. Katika maisha ya kawaida pia tuna marafiki ambao ni jina tu, lakini hawapendi kusikia chochote kutoka kwetu. Kuwa makini na marafiki wa aina hiyo, kwa sababu kukuangamiza ni dakika moja tu. Mimi naitwa Daudi Pangaya, ndiye niliyekuwa nikikusimulia simulizi hii. Tukutane tena, na asante kwa kuendelea kuichagua Mwambani TV.